Je, umewahi kujiuliza kwa nini bendera ya Marekani ina mstari 13 na nyota 50? Kwa nini imeundwa kwa rangi nyekundu, nyeupe na bluu? Leo tutafahamu historia yake, maana ya rangi zake, jinsi ilivyobadilika kwa miaka mingi na mambo muhimu kuhusu taifa hili. Bendera ya sasa ya Marekani ilitokana na historia ya mapambano ya uhuru dhidi ya Uingereza. Kabla ya kuwa taifa huru, maeneo yaliyokuja kuunda Marekani yalikuwa makoloni ya Uingereza. Wakati huo, walitumia bendera mbalimbali zilizokuwa na alama za Uingereza. Mnamo tarehe 14 Juni mwaka 1777, wakati wa vita vya kupigania uhuru, bunge la Marekani lilipitisha rasmi bendera ya kwanza ya taifa. Ndiyo maana kila mwaka tarehe 14 Juni huadhimishwa kama siku ya bendera ya Marekani. Watu wengi humtaja Betsy Ross kuwa ndiye aliyeshona bendera ya kwanza, ingawa wanahistoria hawajapata ushahidi wa kutosha kuthibitisha simulizi hilo. Muundo wa kwanza wa bendera ulipitishwa na bunge la Marekani, huku baadhi ya viongozi wa kipindi hicho akiwemo George Washington wakihusika katika mchakato wa kuamua alama za taifa. Bendera ya kwanza ilikuwa na mstari 13 pamoja na nyota 13. Mistari hiyo iliwakilisha makoloni 13 yaliyopigania uhuru dhidi ya Uingereza, na nyota hizo ziliwakilisha majimbo hayo ya mwanzo. Kadiri majimbo mapya yalivyojiunga na Marekani, idadi ya nyota iliongezwa. Hata hivyo, mistari ilibaki 13 ili kuhifadhi kumbukumbu ya makoloni ya kwanza yaliyoanzisha taifa hilo. Bendera ya sasa ina nyota 50 kwa sababu Marekani ina majimbo 50. Muundo huu ulianza kutumika rasmi tarehe 4 Julai mwaka 1960 baada ya jimbo la Hawaii kuwa jimbo la 50. Aliyeunda muundo wa sasa alikuwa mwanafunzi wa shule ya sekondari aliyeitwa Robert G. Heft. Aliubuni mwaka 1958 kama kazi ya darasani kabla hata Hawaii haijawa jimbo. Baadaye, serikali ilikubali muundo wake na tangu mwaka 1960 ndiyo bendera rasmi ya Marekani. Muundo huu ulianza kutumika wakati wa urais wa Dwight D. Eisenhower ambaye aliidhinisha rasmi bendera hiyo. Rangi za bendera zina maana maalumu. Rangi nyekundu huwakilisha ujasiri, nguvu na kujitolea. Rangi nyeupe huwakilisha usafi, ukweli na nia njema. Rangi ya bluu huwakilisha haki, umoja, uvumilivu na uaminifu. Nyota zote 50 zinawakilisha majimbo 50 ya Marekani. Majimbo hayo ni Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin na Wyoming. Na Marekani ni taifa lenye watu kutoka karibu kila sehemu ya dunia. Makabila na jamii zake ni nyingi sana. Kuna watu wenye asili ya Ulaya wanaoitwa White Americans. Kuna watu wenye asili ya Afrika wanaoitwa African Americans. Kuna watu wenye asili ya Amerika ya Kusini wanaojulikana kama Hispanic au Latino Americans. Kuna watu wenye asili ya Asia wanaoitwa Asian Americans. Pia wapo wenyeji wa kwanza wa nchi hiyo wanaoitwa Native Americans au American Indians, pamoja na wenyeji wa Alaska na visiwa vya Pasifiki. Kwa mujibu wa sensa za hivi karibuni, Marekani ina wakazi zaidi ya milioni 340 na ni moja ya mataifa yenye mchanganyiko mkubwa zaidi wa watu duniani. Marekani ina utajiri mkubwa wa maliasili. Ina mafuta ya petroli, gesi asilia, makaa ya mawe, dhahabu, fedha, shaba, chuma, urani, mbao na ardhi kubwa yenye rutuba kwa kilimo. Pia ina mito mikubwa, maziwa makubwa, misitu na maeneo mengi ya uvuvi. Kwa upande wa uchumi,
Marekani ni moja ya mataifa yenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Inaongoza katika teknolojia, biashara, viwanda, anga za juu, dawa, elimu na burudani. Makampuni mengi makubwa duniani yalizaliwa nchini humo. Tangu kupitishwa kwa bendera ya sasa mwaka 1960, Marekani imeongozwa na marais 10. Marais hao ni Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton na George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden na kwa sasa Donald Trump tena baada ya kushinda uchaguzi wa mwaka 2024 na kuanza muhula mpya mwaka 2025. Tangu kuanza kutumika kwa bendera ya sasa, marais 7 wamefariki dunia. Hao ni Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan na George H.W. Bush. Marais ambao bado wako hai ni Jimmy Carter, hapana, alifariki mwaka 2024, hivyo hayuko hai. Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump na Joe Biden. Kwa hiyo hadi sasa walio hai ni 5: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump na Joe Biden. Waliokwisha fariki ni 8. Leo bendera ya Marekani ni mojawapo ya alama zinazotambulika zaidi duniani. Inaashiria historia ya uhuru, umoja wa majimbo 50, nguvu ya taifa na maendeleo yake. Ingawa muundo wake umebadilika mara 26 tangu mwaka 1777, mistari 13 imeendelea kubaki kama kumbukumbu ya makoloni yaliyoanzisha taifa hilo, huku nyota zikiongezeka kadiri majimbo mapya yalivyojiunga na Marekani. Na sasa kila unapoiangalia bendera ya Marekani utajua kwamba kila nyota na kila mstari una historia ndefu ya zaidi ya miaka 200 ya mapambano, umoja na maendeleo. Na hii ni Simulizi Uhakika. Endelea kutufollow na kusubscribe kwa simulizi nyingi zaidi.